Nikusalimu rafiki yangu popote pale ulipo na unapoendelea kunisikiliza, lakini pia kunifuatilia katika mafundisho haya kwenye channel hii ya Niko Shining Star Heaven Embassy. Mungu amenipa neema ili tuzidi kujifunza. Leo tuna topic inasema, kama unataka kuchagua mchumba, mwenzi au mke au mme ambaye ataendana na mapenzi ya Mungu, mbinu hizi 6 zitakufanya kumsikiliza Mungu kwa karibu na ili Mungu akuongoze. Wengi tunafanya maamuzi kwenye maisha yetu bila kumruhusu Mungu, na kwa sababu hatujui, hatufahamu namna Mungu anavyofanya kazi, lakini pia hatujui sauti ya Mungu. Ndio maana wengi tunaumizwa, tunateswa, tunahangaika na tunapata vitu vinavyokuja kututesa baada ya kutupa furaha. Lakini kihalisia Mungu hajatuumbia mabaya. Ukisoma kile kitabu cha Yeremia 29:11, maandiko yanasema, nayajua mawazo ninayowawazia ninyi ni mawazo ya mema, si ya mabaya, ni ya kuwapa tumaini siku za mwisho. Kwa hiyo siku yako unapotaka kuchukua hatua fulani, hiyo ni siku ya mwisho ya ule mpango wa Mungu. Kwa hiyo kuna mipango mingi. Sasa ile siku ya mwisho ambapo sisi give up au tumekata tamaa kwa akili zetu, pale ndipo Mungu anatupa tumaini, pale ndipo Mungu anatuongoza, pale ndipo Mungu anafungua milango, pale ndipo Mungu anatuonesha njia. Wapi tuende, wapi tusiende, nini tufanye, nini tusifanye, wapi tuwe, ni wapi tusiwe, vitu gani tubebe, vitu gani tusibebe. Kwa sababu kwenye maisha kuna wakati wa kupata na wakati wa kupoteza, kuna wakati wa kukusanya, kuna wakati wa kutawanya, kuna wakati wa kuruhusu kitu na kuna wakati wa kuzuia kitu kisije kwenye maisha yako. Sasa zingatia haya mambo. Cha kwanza, kaa magotini kwa Mungu. Kaa magotini kwa Mungu. Ni kupitia kukaa magotini kwa Mungu katika maombi, katika kufunga, hapo ndipo Mungu anaweza kusema. Wakorintho wa kwanza 14:2 anakuambia, anenaye kwa lugha anaongea na Mungu. Kwa hiyo unaweza kumruhusu Roho Mtakatifu katika kunena au katika magoti yako, katika maombi yako, ili Mungu aseme. Ukisoma kile kitabu cha Zaburi 105:4, maandiko yanasema, mtake Mungu na nguvu zake na uso wake. Lakini Yeremia 33:3 anakuambia, niite nami nitakuitikia, nitakuonesha mambo makubwa na magumu nisiyoyajua. Lakini ukisoma kile kitabu cha Mathayo 7:7 anakuambia, omba utapata, tafuta utaona, bisha utafunguliwa. Kwa hiyo lazima iwepo process ya kuomba, ya kutaka na kubisha. Sasa wengi tunakata tamaa mapema, wengi hatuna consistency, hatuna mwendelezo katika maombi. Wengi tunaomba maombi ya tamaa badala ya kuomba mapenzi ya Mungu yatimie. Baba mwenyewe, Yesu Kristo mwenyewe alituongoza katika kumwomba Baba, akasema muombe Baba mapenzi yake yatimie. Lakini cha pili, tengeneza uhusiano wako mzuri na Roho Mtakatifu, maana Roho Mtakatifu atajifunua kwa njia tofauti tofauti, either kwa ishara za mwilini, kwa sauti ya ndani, lakini pia kwa ndoto na maono, kwa neno la kinabii, au pia Roho Mtakatifu anaweza kujifunua katika kukupa hekima na kukupa nguvu ya maamuzi ambayo yanaweza kukupeleka kwenye kusudi lile ambalo ameliandaa. Wengi leo, wale watu tunaowahitaji kwenye maisha wapo pamoja nasi, wapo karibu, lakini kwa sababu hatujaomba, hakuna mvuto wa Mungu ambao unaweza kuwavuta wale watu. Kwa shetani anachokifanya, kama Mungu alikuandaa kwa yule mtu, anazidi kukuweka mbali na yule mtu, au anatengeneza vikwazo. Si wale wote ambao leo tuna migogoro au hatuko sawa nao kwenye mahusiano kwamba wakuletwa na Mungu. Kuna ambao wameletwa na Mungu, lakini shetani anaingilia kati. Kumbuka, ulipoumbwa wewe mwanaume, mke wako yupo kwenye ubavu wako. Kwa hiyo wewe ulipo hapo mwanaume, mke wako yuko karibu nawe au yupo ndani yako. Lakini wewe mwanamke, mume unayemtaka yupo karibu na wewe. Kwa hiyo ndo maana ukifuatilia vizuri, wanawake wengi wana struggle. Wanaume wako nao ndani, lakini wanawake wako pembeni kidogo, kwa sababu Adam alipoumbwa, Mungu akasema yupo ubavuni kwake yupo mke. Sasa akasema hatoishi mwenyewe, bali akamlaza usingizi. Ina maana akachomoa ubavu akaja. Ndio maana sasa linapokuja swala la ndoa, tunaanza kuchanganyikiwa tukienda kimwili, na wakati tukumbuka kipindi kile mke anatengenezwa kwa ajili ya mume, Mungu alimlaza usingizi. Ndio maana wengi watu tunalala usingizi, hatuoni wale wenzi wetu. Lakini tunaporuhusu Roho wa Mungu ambaye ni Kristo, ambaye ni nuru, anaweza kutuangazia sasa, tukaweza kuona wale ambao
Mungu amewaandaa. Kwa ukienda nje ya Mungu kutafuta mke, mimi nakupa uhakika utaambulia yule ambaye ataletwa na shetani, ambaye ataongozwa na tamaa wala si mapenzi ya Mungu. Lakini tunapofumbua macho, tukakubali kuomba, tukakubali kutengenezwa, tukakubali kuongozwa na Roho Mtakatifu, tunaweza kufanikiwa. Kwa sababu hata mwanamke alikuja kuumbwa, alipoumbwa ndo akagundua kumbe kuna mwanaume. Lakini pia na mwanaume na yeye alikuwa amelala usingizi, hajui chochote. Alipotoka usingizini ndo akamwona kumbe kuna mwanaume. Kwa hiyo tunahitaji tutoke usingizini. Na usingizi wa kiroho tutatokaje? Unaweza kuwa na macho ya kimwili, lakini macho ya kimwili hayatakusaidia chochote, kwa sababu vitu vyote tulivyo navyo kimwili vinatokana kiroho, au vitu vya rohoni ndio vinavyoongoza vya mwilini. Vitu vinavyoonekana vimetokana vitu visivyoonekana. Mungu ni roho, ndio maana haonekani kwa macho, lakini matendo yake ni makuu, na yeye ndo anayeweza kukuongoza ukisikiliza kwa bidii sauti yake na kufanya yale anayoyataka. Lakini kitu cha tatu, fuatilia na fanya unachoelekezwa na Roho Mtakatifu. Wengi tunapenda tuongozwe na Roho, lakini hatuko tayari kutii masharti. Ndio maana anatuonya tusimhuzunishe Roho Mtakatifu. Paulo kwenye kitabu cha Waefeso sura ile ya 4 mstari wa 30. Lakini pia anatuambia tumepewa kama zawadi na tumepewa kama muhuri hadi siku ya ukombozi. Ukombozi wa mwisho na ukombozi wa sasa na msaada wa sasa. Maana Yesu alisema sitowaacha ninyi yatima, nitawapa msaidizi ambaye atawafundisha yote, atawakumbusha yote, lakini atawapa haki. Ataonya kwa habari ya dhambi na ya haki, lakini pia na kwa habari ya hukumu. Ukisoma kile kitabu cha Yohana wa kwanza, Yohana sura ya 16 mstari wa 7 wa 7 mpaka 15. Lakini pia ukisoma kile kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari ule wa 15 mpaka 26, utagundua Roho Mtakatifu anaweza kukuongoza na anaweza kukusaidia unapofuata masharti yake, maana yeye ndo msaada pekee ambaye tumepewa wa kutuongoza. Lakini 4, jitenge na dhambi na chagua utakatifu. Jifunze kusamehe, maana maandiko yanasema usipowasamehe na Baba hatakusamehe. Soma Mathayo sura ya 6 mstari wa 14 mpaka 15. Lakini maandiko yanasema tukiweza kusamehe, hapo ndipo Mungu anajidhihirisha. Marko sura ile ya 11 mstari ule wa 25 mpaka 26. Lakini pia tubu dhambi zako unapokosea. Ukisoma kitabu cha Mithali 28:13 maandiko yanasema anakuambia hizi kwamba afichaye dhambi zake hatofanikiwa, lakini anayeziungama na kuziacha ndiye huyo atapata rehema. Lakini pia maandiko yanasema tutafute kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu, maana hakuna atakayemwona Bwana bila kuwa nayo. Lakini kitu cha 5, chukua hatua. Kwa mke, tengeneza thamani yako. Tengeneza thamani yako kwa kujiweka safi kimungu, sio kwa kuvalia vimini, si kwa kujipamba kwa wanja, sio kuweka midomo kwa namna ya uzinzi, au sura kwa namna ya uzinzi, au mavazi ya kikahaba, au kushirikiana na makahaba, au kuwa na mitego kwa wanaume. Hayo yote ni mambo ya kishetani. Kwa hiyo utatumika na shetani, na shetani atavuta wazinzi ili mje kufanya uzinzi. Maandiko yanasema ajiungae na kahaba ni mwili mmoja na kahaba. Lakini ukijiunga na Bwana ukafuata mapenzi ya Bwana, utaungwa na Bwana na Bwana atakuvutia mtu sahihi. Lakini ukijiunga na kahaba, shetani atakuvutia mtu ambaye ni mzinzi atakayekuja kutesa. Soma kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 14 mpaka 18. Lakini kitu cha mwisho kabisa cha 6, usizini kabla ya ndoa. Usifanye uchafu wowote, jitenge na laana za ukoo, jitenge na uchafu. Usiangalie pornography, usifanye masturbation, usifanye punyeto wala kuangalia picha za uchi, wala kusikiliza muziki ya kishetani, wala picha wala sinema za kishetani, wala zinaa na uchafu wote. Kwa tengeneza maisha yako yawe matakatifu. Unapotembea katika utakatifu, na Mungu ataleta aliye mtakatifu. Hata kama alikuwa si mtakatifu, Mungu atamuandaa kwanza. Sasa wengi watu tunapambana tuwavute kwanza watu nje ya usafi, nje ya Mungu, tuwatengeneze sisi. Wewe sio Kristo na wewe huna uwezo wa kukomboa, ni mpaka neema ya Mungu imokoe. Ndio maana leo una stress, una headache,
kichwa kinauma kwa sababu ulivuta kitu nje ya Mungu ukahisi kitabadilika. Lakini mwanadamu kadri anavyozidi kuendelea ndivyo anazidi kuwa mbaya zaidi. Mwanadamu kuokoka ni neema. Kwa mtu yeyote ambaye hayupo kwenye uwepo wa Mungu, huyo si mtu sahihi. Ndio maana hata Adam hawakuja kutengenezwa, alikuta Adam yupo kwenye uwepo wa Mungu. Kwa hiyo usipokuwa makini na mke unayempata na mume unayempata, kama hawapo kwenye uwepo wa Mungu, ni hatari, migogoro na majanga. Lakini wakiwa kwenye uwepo wa Mungu, na si uwepo wa Mungu wa kuangalia Biblia, kuangalia mtu ni kiongozi fulani kwenye dini, au kuangalia kasi yake ya kwenda kanisani. Hapana, lazima uchunguze, je, anatembea katika matunda ya Roho Mtakatifu? Je, yule mtu ana hofu ya Mungu? Sio hofu tu ya kimwili, lakini je, huyo mtu rohoni ukiomba Mungu anakufunulia nini? Au rohoni kwako Roho Mtakatifu anafunua nini juu ya huyo mtu? Usipozingatia haya, kila wakati utakuwa ni mhanga katika swala la mapenzi, katika swala la kupata mke, katika swala la kupata mume. Lakini ukizingatia maelekezo haya, utamshangaa Mungu anafanya mambo makubwa na kilio chako kitafika mwisho. Kupata mke au mume ni rahisi unapofuata kanuni za Mungu, lakini ni ngumu au itakuumiza maisha yako yote unapofuata kanuni nje ya Mungu. Kumbuka, ni bora ukosee vyote usikosee kuoa au kuolewa, kwa sababu mafanikio ya duniani yanategemea muunganiko sahihi wa kimungu wa kiroho na yule mtu aliyemchagua. Lakini pia kumbuka, maisha ya ndoa ni ya muda mrefu, si tu ya tamaa ya muda mfupi. Wengi wanakosea, wanaongozwa na tamaa kuliko kuongozwa na urafiki wa kimungu, lakini na mapenzi ya kimungu. Zingatia hayo. Kumbuka, hapa duniani kuna mapenzi ya aina tatu au upendo wa aina tatu. Kuna eros, philia na agape. Sasa ukiongozwa na eros, utaongozwa na tamaa za mwili na hisia za kimwili, hizo zitakupeleka pabaya. Lakini unapaswa uongozwe na eros, uongozwe na philia. Kwanza uongozwe na agape, upendo wa Mungu. Ule upendo wa Mungu utakupeleka kwenye philia, ambayo ni friendship, urafiki. Na ule urafiki ukishakolea, sasa lazima uwepo msisimuko kati ya wale watu. Maana huwezi ukawa na mwenzi ambaye hamna msisimuko wa kimapenzi mkaweza kudumu pia. Ni kweli kuna upendo wa Mungu, ni kweli kuna urafiki, lakini pia na msisimuko lazima uje baadaye. Kwa hiyo tuanze na upendo wa Mungu, tuje tutengeneze urafiki, lakini mwisho wa mwisho ndo msisimuko uje. Sio kwanza kwa msisimuko. Tukianza kwa msisimuko, mwisho wa mwisho haya mengine yote tunaweza kuyapuuza, urafiki na mapenzi ya Mungu, baadaye tukaja kukaumia. Nawapenda. God bless you. Be a shining star in Jesus name. Shalom.